nafsi yako ifunge kamba, iambie wewe nafsi koma, tubia wewe. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا وزير له، لا معين له، لا شبيه له، لا مثيل له، ولا ند له. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. Ndugu zangu Waislamu, hii ni Ijumaa ya mwisho katika mwezi wa Shaaban, ambapo hatutokuwa tena na Ijumaa ila tutakuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Fakaifa huwa isti'dadukum limuqabala wa taqbili hadha ash-shahr al-mubarak? Mimi na wewe tumeiandaa vipi nafsi zetu kwa ajili ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan? Tulikuwa tukisema Ramadhani iko karibu, tulikuwa tunasema bado miezi miwili mitatu. Sasa hivi hata juma moja halikamiliki, tutakuwa katika mwezi al-fadhil, mwezi ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ukikaribia akiwakumbusha wanafunzi wake kwamba aqbala alaykum shahru Ramadhan, shahrun tufattahu fihi abwabul janna wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tusaffadu fihi maradatu shayatin. Shahrun, milango ya pepo inafunguliwa na ya moto inafungwa na majini waovu wanafungwa. Lakini pia akiwadokezea kwamba yupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhan kiumbe anaitwa Lailatul Qadr, usiku wenye cheo. Ukiafikiana kukutana naye huyo siku mmoja tu ni bora kuliko miezi 1000. Leo tumefika katikati au tumebakisha kama siku 4-5 hivi tuingie katika mwezi wa Ramadhan. Ni vizuri tukaanza maandalizi ya mwisho juu ya mapokezi ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na nikisema maandalizi ni yale yale tulikuwa tukiyarudia juu ya azima, maazimio, nia, maandalizi ya kufanya mambo ya kheri kuliko Ramadhani zilizopita. Tukifanya kana kwamba Mwenyezi Mungu hii ametupa ni Ramadhani yetu ya mwisho, na wala kuona hivyo au kudhani hivyo au kujenga dhana juu ya hivyo,
kama bado siku zako zipo zitakuwepo, haitokupelekea kwamba nisije nikawa naamini kama ni Ramadhani yangu ya mwisho ikawa ya mwisho kweli, na kama ni ya mwisho kweli itakuwa ya mwisho kweli tu. Huwezi kubadilisha yale aliyoyapanga Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo moja katika nia zako, maazimio yako, hebu weka kwamba sitopata tena Ramadhani isipokuwa hii kama nitakuwa hai. Kwa sababu maneno haya anayazungumza kila wakati. Huenda ikawa mimi, huenda ikawa wewe, kwa ndo mwaka wetu wa mwisho, Ramadhani zetu za mwisho, basi tujipinde. Kwa sababu wapo wazee wetu wengine nawakumbuka, image zao zinakuja katika face yangu, wameshaaga, tushawazika, na tuko nao hapa msikitini. Wengine ni wagonjwa taaban, hawawezi hata kunyanyua mguu kuingia msikitini. Sasa uende tukawa mimi na wewe ndio tunaofuata. Kwa nini misimu ya kheri kama hii inayokuja tusiipatilize, tukaifanya kama ndio nafasi zetu za mwisho? Allah tabaraka wa taala anatupa inshallah. Mwenyezi Mungu awajalie umri mrefu, ajalie umri wenye siha na afya na amali njema. Ikhwata al-iman, leo mtawapa moja miongoni mwa faida na hikma zinazopatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu ameumba hikma nyingi katika ibadat. Zipo hekima katika ibada au matunda yanayopatikana kutokana na ibada fulani. Yapo yaliyotajwa na yapo ambayo hayakutajwa. Nitoe mfano. Miongoni mwa matunda yapatikanayo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani au yanayopatikana kwa kufunga, hupatikana mche unaoitwa taqwa. Faida za funga ni mtu kupata uchamungu. Zipo nyingi, mtazisikia katika mihadhara mbalimbali, lakini moja ni uchamungu, la'allakum tattaqun. Ukienda kwenye mambo ya hija, vile vile hija ni kama mafunzo maalumu unapewa. Mule ndani munapatikana faida kubwa ya kupata malezi. Unapokuwa hija unajifunza ukakamavu, unapata faida ya kuwa mvumilivu, kuwa na subra. Yale mazingira yote ya hija yana masomo. Unapata pia miongoni mwa mambo makubwa kusamehewa dhambi zako zote. Man ata hadha albaita falam yarfuth walam yafsuq rajaa ka yawmi waladathu ummu, katika hadithi nyingi. Walhajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa aljanna, katika mambo mengi. Lakini pia ridwanullah, na ndio maana zimetajwa kila pale. Ukienda mbele unaona liyashhadu manafi'a lahum waliyadhkuru isma Allah. Wakija hapa, moja katika mambo watakayoyapata, watapata manufaa, tena manufaa ukhrawiyya wa dunyawiyya, manufaa ya kiakhira na manufaa ya kidunia. Utauza, utafanya business, utakutana na marafiki na watu wapya. Hivyo ni katika hikam au manafa, hekima mbalimbali. Kuna nyingine hatuwezi kuzijua, nazijua Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa moja katika mambo tunayoyapata kwa saumu au kwa Ramadhan, tunaukuta nau'un min anwa'il wahda, aina moja muhimu sana katika aina za umoja tuliotakiwa tuwe nao, huwa unapatikana katika Ramadhan. Ramadhanu yajma'una wa yaj'aluna ummatan wahidatan. Ramadhani huwa inatukusanya, ina tabia hiyo. Ramadhani ina kawaida ya kutupa somo kwamba nyinyi nyote ni wamoja, ni umma mmoja. Ndugu zangu, umma, umoja, mshikamano
upendo, udugu ni moja katika mambo muhimu katika jamii yoyote. Zamani tulikuwa wadogo, nakumbuka mmoja katika walimu zetu alitufunza umuhimu wa kuwa wamoja. Na walimu wa zamani walikuwa na hikma za kutolea hadithi ambazo wanajua kwamba hadithi ni miongoni au yani qiswa ni miongoni mwa vitu ambavyo mwalimu anavyowapa wanafunzi kuifahamu sana message na risala anayotaka kuwapa. Na ndio maana hata Qur'ani methodology hii imetumika sana ya kuwapa qasas. Anasema baba mmoja aliumwa sana, akaugua mpaka akakata tamaa kwamba ataishi, akawa yuko ala firashil maut, anytime roho itatoka ielekee kwa Mola wake. Kwa hiyo anawaacha watoto, na alikuwa amebarikiwa kuwa na watoto. Fa arada al-abu an yulaqqina awladahu darsan min durusi al-wahda, baba akataka asiondoke katika hii dunia, angalau wawape somo watoto wao ili waishi kama mwili mmoja, watu wamoja. Akawaita wote kwa pamoja, akawaambia liyadhhaba kullu minkum waliyatini bi'udin fi yadihi, tokeni nyote, tokeni nendene mkatafute ujiti, fimbo, bakora fulani, kila mmoja niletee. Kila mtoto akatoka akatekeleza amri ya mzazi, kila mmoja akatafuta fimbo au ujiti, akaja nao mbele ya mzazi wake. Baba akawaambia zikusanywe zote kwa pamoja, zikakusanywa. Idadi ikawa kubwa ya fito au fimbo walizokuja nazo watoto. Kisha akamwamrisha mmoja mmoja apewe idadi ya fito zile au fimbo zile au vijiti ile, akapewa mmoja mmoja. Akamwambia sasa, kila anayepewa naomba avunje vijiti hivyo vikiwa pamoja kwa nyote, anza huyu mpaka wa mwisho wenu. Vikakusanywa kwa pamoja, akaanza mkubwa wao, hakuweza. Akaja mwingine anayefuata, hakuweza. Akaja watatu na wanne na watano, wote wakashindwa kuvunja vijiti vikiwa kwa pamoja. Baba akatoa amri nyingine irudiwe, kila aliyekuja na kijiti chake apewe. Alafu akasema sasa kila mmoja avunje kijiti hicho. Kila aliyepewa kijiti chake akakivunja kwa ulaini na urahisi sana, akamaliza. Baba akamwambia, mnajua nilitaka kuambia nini kupitia somo ambalo muda mchache uliopita nimewapa. Vijiti vilivyokuwa vingi mmeshindwa kuvivunja. Kijiti kilichokuwa kila mmoja cha kwake mmekivunja kwa urahisi. Hakadha kunu, nataka nyinyi watoto wangu muwe kama hizo bakora. Mtakapokuwa siku yoyote mko pamoja, mna umoja, adui yoyote akitaka kuwavunja atashindwa kwa sababu ya umoja wenu. Adha yoyote inayokusudiwa kwenu haitoingia kwa sababu ya umoja wenu. Karaha yoyote itashindwa kupenetrate kwa sababu nyinyi ni wamoja. Lakini mkianza kubaguana, kila mmoja akawa na lake, huyu hamtaki mwenzake, hataki kuungana na huyu, kila mmoja kivyake vyake, mtavunjwa kama vilivyovunjwa vijiti hivyo vilivyokuwa kila mmoja kwa peke yake. Ndio maana aya za Qur'ani zimekuja katika kusisitiza watu wawe kitu kimoja. Msikilize Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daan fa'alafa bayna qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا
wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kadhalika yubayyinu Allahu lakum alayati la'allakum tahtadun. Anasema kuweni wamoja, wa'tasimu bihablillahi jami'an, kuweni mmeshikamana na dini ya Mwenyezi Mungu, kamba ya Mwenyezi Mungu pamoja, wala tafarraqu, wala msifarikiane, muwe kitu kimoja, wahda, msikengeukiane, msikatane, msiwe mwane, yani msiwe kila mmoja na lake. Wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni Mwenyezi Mungu alivyokuokoeni, neema yake ya kukufanyeni nyinyi ni kitu kimoja. Idh kuntum a'daan, mlikuwa maadui nyinyi, fa'alafa baina qulubikum, akazitia upendo nyoyo zenu mkapendana. Moja katika vigezo vitakavyotupelekea tuwe kitu kimoja, tupendane. Fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkishakuwa mmependana mkawa kimoja mtakuwa ndugu. Na yote hayo yanazungumzwa katika Qur'ani, watu wawe nayo. Na Mtume alikuwa mkali sana anapozikuta ishu na maudhui inayopelekea watu kutengana, ule umoja kuvunjika. Kuna siku watu waligombana katika kisima cha maji, wengine wakagombana kwa ishu mbalimbali, wengine wakakasirika kwa sababu ya maneno ya fitna. Watu wa Madina walikuwa wanapigana huko nyuma zaidi ya miaka 20 vita, Aus na Khazraj. Sasa Mayahudi na makafiri walipokuja kutaka kutia fitna, walikuja kuiamsha ile siasa au mambo ya zamani. Wewe unajua kama kakako aliuawa na wale? Wewe unajua kama kabila lile lilikwenda kuvuruga mpaka wanawake fulani katika kabila lenu wakapata tabu? Wewe unajua kwamba yule ndo alomuua babako? Wewe anaamsha yale yaliyopita ya zamani, mpaka mtu anapata more, anakuja na ghadhab, anamkamata mtu, kumbe hivi. Mtume aliposikia akamwambia, dauha, achaneni na hayo mambo, nyinyi mmekuwa kitu kimoja, mmeshakuwa Uislamu, yaliyopita yameshapita. Dauha fa innaha muntina, sabia, ukabila unanuka, mwenye kutaka kuvuruga umoja ni uvundo, kaumia, jihawia. Huyu anatoka mahala fulani, anatoka pale fulani, huyu kabila fulani, huyu kabila letu, huyu mtu wetu, huyu mwenzetu. Dauha. Kwa maneno mengine Mtume akaja akawaambia, sikilizeni alivyowaambia, abida'wa aljahiliyati wa ana baina adhhurikum. Abida'wa aljahiliya imeshakuwa sasa mito ya kijinga, yani mnaitana, mnaanza kuwa na slogan zile za kijahili za umimi na ubinafsi na watu wetu na kabila letu. Wa ana baina adhhurikum, na mimi niko hai, sijafa, na yaona haya, nipo mimi, yanatokea haya. Mtume anakuwa mkali kwa sababu haya mambo huwa yanapelekea watu kukatana mapande na kuwasiwa mmoja tena, furqa ikatokezea na watu wakawa ule wahda haupo. Sikilize Mwenyezi Mungu katika suratul Anbiya na suratul Mu'minun, aya mbili hizi, moja 52 na nyingine 92. Katika suratul Anbiya na suratul Mu'minun Allah anasema, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun, hakika huu umma wenu, msione mko wengi, msione mna ndimi tofauti, lugha, rangi, jiha tofauti, madhhab tofauti, ummatukum ummatan wahida, fahamuni kwamba umma wenu ni umma mmoja. Nikisema mmoja kwa maana nyinyi nyote ni wamoja. Wa ana, na mimi Allah subhanahu wa ta'ala anasema, rabbukum, ndiye mlezi wenu, ndiye mola wenu, fa'budun, ni abuduni mimi.
kila mmoja akiri juu ya kwamba yeye ni abdu lillah. Kama ni abdu lillah katika umma huo, hana nafasi ya kujiona wala ya kujitukuza wala ya kuanza kuwaona wengine hawafai au hawajafika au hawatokuwa kama yeye. Kullukum abidun lillah wa ana rabbukum fa'budun, na mimi ndo Mola wenu niabuduni. Katika aya nyingine inasema wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Aya zote zinafanana lakini tofauti zipo ndogo ndogo. Ya kwanza inna, ya pili wa inna. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Ya kwanza kamalizia na fa'budun, niabuduni. Ya pili akamalizia na fattaquni, niogopeni, nicheni. Sasa pahala popote ulama wamestambit, wanasema ukifika katika jamii ya Kiislamu ukiiona kwamba umoja haupo, mshikamano haupo, udugu haupo, au hivi vitu vyote vina dosari, vinadorora, vinakaribia kuangamia na kupotea, fahamu kwamba wamekuwa mukassirina, yani ni wavivu au wamepita au wamechupa, wamekataa na kuimplement na kutabik ibada na uchamungu. Unapokuwa uchamungu na ibada haupo, ndio unakuta watu sio wamoja, unakuta watu kila mmoja na lake, utakuta watu kila mmoja akikimbiliwa na mwenzake yanamsukuma, umoja unapotea. La ibada, la taqwa, la din, la shay. Imekuwa ni misimamo tu na hawa na matamanio ya mtu nafsi yake. Allah subhanahu wa ta'ala, hii dini ameitaka watu wake wawe kitu kimoja, lakini pahala popote utakapokuta watu hawako kitu kimoja, angalia upande wao wa dini na ibada, utajua kwamba umoja wao umesababishwa na kutoweka kwa sababu upande wao wa ibada na uchamungu umekuwa mbovu. Ndio maana hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam iliyosimuliwa na Abu Huraira na kupokewa na Imamu Muslim radhiyallahu ta'ala anil jami', Mtume anasema iyyakum wadhann fa inna adh-dhanna akdhabu alhadith, hakika jiepusheni, kaeni mbali sana na kudhaniana, hakika dhanna ni maneno ya uongo mkubwa. Kisha akasema maneno wala tajassasu wala tahassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru. Mtume kakataza mambo sita. Dhana ile kumdhania mwenzako katika Uislamu hakuna, hautakiwi, kwa sababu ukimdhania mtu watu watakwambia hebu prove uliyosema. Kweli yule mbona haelekei? Ngojeni nitakuleteni taarifa zake. Inabidi sasa kama una ushahidi ufanye nini? Upekue, tajassus. Ndio maana Mtume aliposema iyakum wadhann, kaeni mbali na dhana, kitu kilichofuata wala tajassus, kwa sababu ukidhani kama ukitakiwa ushahidi utafanyaje? Utakwenda kupekua. Ngojeni nitakuleteni habari zake. Tajassus. Wala tahassasu, wala pia msipekuane. Wanasema mara nyingine tajassus kwa ubaya, tahassus hata kwa uzuri au kwa nia nzuri. La tahassasu, la tabaghabu, wala msibughudhiane, msiweke chuki katika moyo wa mtu. Wala tadabaru, wala msipiane migongo, msikatane. Asalamu alaykum, unafunga mdomo unampa mtu mgongo. Wala tanafasu, wala msishindane kwa sababu ya dunia. Wala tahasadu, wala msihusudiane kwa kile ulichopata. Mwisho wa hadithi hii leo, wakunu ibadallahi ikhwana, lakini kuweni waja wa Mwenyezi Mungu walio ndugu. Sasa hivi ndivyo tulivyo sisi Waislamu. Hasadi ni yetu, bughdha ni zetu, tajassus ni yetu, tahassus ni yetu, tabaghud ni yetu, tadabur
Hizi sifa zote alizozisema Mtume alizozikataa si tunazo. Tunadhaniana, tunafanyiana tajasus, tunapekuana, tunafanyiana tahasus, tunabughudhiana, tunahusudiana, tunakatana, sio ndugu kabisa. Kilichotupelekea sisi kukosa maadili haya yakawa hayapo, mara mengine au mara nyingi, kwa namna ninavyoona mimi, ni ikhtilaf, watu kutofautiana katika mambo. Na wallahi ikhtilafu haiondoki, kwa sababu ni sunna min sunanil haya, ni miongoni mwa mambo ambayo uhai maisha bila ikhtilafu haiwezekani. Haikuwezekana kwa watu waliokuwa wanachukua direct kutoka kwa Mtume kinywa chake, aya za Qur'ani zinashuka na wao wapo hai, na wao wamekhtalifiana. Nafi' maula Abdullah ibn Umar anasimulia kwamba Abdullah ibn Umar anasema, lamma raja'a an-nabiy min al-ahzab, Mtume alipotoka katika vita vya Ahzab, vile vya makundi, qala, Mtume alisema akawahutubia Waislamu, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Qurayza. Sasa tumepigana vita vya Ahzab, lakini asisali mmoja wenu ila kasali alasiri katika viunga vya Bani Qurayza. Mtume alisema maneno, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Qurayza. Wakatoka watu mbio, hawajafika Bani Qurayza kule kuko na Mayahudi, alasiri kafika. Faqala qaumun minhum, kundi miongoni mwao akasema, jamani, tayari alasiri, tusalini. Kundi moja likasema, hapana, hakuna kuswali hapa. Hamjasikia kauli ya Mtume kwamba tukasali Bani Qurayza, nyinyi mtaka kuswali hapa kwa amri ya nani? Wakarudisha, wakaradi, nyinyi hamjamfahamu Mtume. Mtume litaka watu wende haraka, kwa sababu sisi tunaujua msimamo wa Mtume siku zote. Hacheleweshi swala, as-salatu ala waqtiha, kuswali kwa wakati. Wakati wa sala umefika, tuswalini hapa hapa. Wale wakasema hakuna, kauli ya Mtume la yusalliyanna, tena kwa msisitizo na taukid, ahadukumul asra illa fi Bani Qurayza. Hapa ndo Bani Qurayza? Hapa sio Bani Qurayza, hapa ni njiani. Sisi tutaenda kusali kule kule kwa amri ya Mtume. Wale wasema nendeni, sisi tutasali hapa kwa sababu wakati wa sala umefika, na sisi tumeambiwa inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Tunajua umuhimu wa sala na Mtume anajua umuhimu wa sala. Si hao wamekhtalifiana, na Mtume yuko nao, anaishi nao, na akaja akapewa report, ya Rasulullah, hawa wamesali njiani. Wakasema, ya Rasulullah, hawa hawakutekeleza amri yako, hawakuswali Bani Qurayza. Anasema alipopewa habari Mtume, lam yu'annif haulai wala haula, aqarrahum ala ijtihad, hakuwapiga, hakuwagomba hawa wala wale waliosali katikati wala waliosali wote, aliwaona kwamba mmepatia na ijtihadi zenu zimepata, wote wawili. Akusema hawa wamepata au wale. Tumekuja tu sisi huku ndo tunaana kufanya istimba hapa, hasa waliopatia wepi, sisi ndo tunashughulika. Na hii ndiyo maana ya kwamba ndani ya dini yetu kuna ikhtilaf, kuna madhahib, Shafi'iyya, Malikiyya, Hanafiyya, Hanbaliyya, na alhamdulillah ni hayo manne tu katika ahli sunna wal jamaa. Wa illa kungekuwa na Thawriyya ya Sufyan al-Thawri, Laythiyya ya Laythi wa Masri, Ibn al-Mubarak, ya watu vigogo ambao tunawasoma wengi, madhehebu yao na njia zao zimepotea, hazikufika huko. Sasa na mengine Ibadhi, Shia au wengineo wote utakuta watu wamekhtalifiana, na wao wenyewe kwa wenyewe wanakhtalifiana, kwa sababu dini yetu ni nusus. Nusus ni zile aya na Qur'an, na hizi kuzielewa zinategemea ufahamu, na ufahamu unakhtalifiana. Sasa hivi tutaingia katika Ramadhani kwa staili hiyo hiyo. Hapana, mwezi huu mwezi wa kimataifa, hakuna mwezi wa kimataifa, utasikia tu wewe
fahamu ya zile nusus, sababu nusus nyingi haziko sarih. Ulama wanasema kwamba yani hazitaji moja kwa moja neno ambalo litawaacha nyinyi bila ta'wili, nakuja lina pengine ni isharatun nas au dilalatun nas au jawharun nas, ni machache yanayokutajia moja kwa moja hivi. Ndio maana ukilisikia ima ni hadithi au nini, wawili wanaanza kukhtalifiana, hapa itakuwa maana. Ndio maana ukiingia katika tafsiri hivyo hivyo, hadithi za Bwana Mtume hivyo hivyo, hata ukija katika fiqh hivyo hivyo, hata ukija katika lugha ya Kiarabu hivyo hivyo. Si wanafunzi mnasoma kuna qaulul kufiyina wal basriyina, kwa kauli ya watu wa Kufa, Kiarabu cha Kufa, na watu wa Basra, kote utakwenda utakuta ikhtilaf. Hakuna hata pahala pamoja au nasi moja ambayo haiko sarih ikakosa ikhtilaf. Sasa sisi hatukujua namna ya kuamiliana na ikhtilaf. Sisi tumekuja kuzigeuza zile ikhtilaf kwamba ni vita. Ndio maana kila mmoja, kuna wale watu wa ashabu qaulin wahid, imma ma'i au dhiddi. Kuna watu hao wa kauli yao moja tu, hivi tu, hakuna nyingine. Anataka wao tu ndio wako sahihi, wengine wote hawako sahihi. Alipatikana mmoja akatoa taarifa, mutaasibun, anasema la uaddibanna kulla man khalafa Aba Hanifa, mimi nitamtia adabu kila atakayekwenda kinyume na kauli ya Abu Hanifa, nitamtia adabu. Hakuna kwenda kinyume na kauli ya Abu Hanifa. Akatokea mmoja akamuuliza, hal addaba Abu Hanifata kulla man khalafahu, je, ilishawahi kutokea Abu Hanifa akamtia adabu mtu aliyemkhalifu? Akasema la, hajawahi, sijasikia. Asema basi adib nafsaka faqad khalaftahu, kama kuna mtu wa kutiwa adabu ni wewe, kwa sababu wewe ndio umeanza kumkhalifu Abu Hanifa. Ikiwa yeye mwenyewe hakumtia adabu aliyemkhalifu, vipi wewe umtia adabu atakayemkhalifu? Kwa hiyo wewe, tunaanza na wewe ndio umemkhalifu Abu Hanifa, jitia adabu mwenyewe. Hii ni saa. Hata yule alitaka kutunga kitabu akiite ikhtilaf, Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi akamwambia usikiite ikhtilaf, kiite saa. Al-amru fi dhalika wasi', hapo kuna saa, hawa wataenda hivi, wale wataenda vile. Sasa kitu ninachoomba kwa ndugu zangu, tuwe wazuri wa kuamaliana au kuhamiliana na ikhtilaf. Ikhtilafu sio sababu ya kuuvunja umoja wetu. Ikhtilafu sio sababu ya kuuvunja Uislamu na uumini wetu. Ikhtilafu tuwe nao vizuri, hata ikifika pahala kuna munadhara. Dini yetu imetuambia wajadilhum billati hiya ahsan, jadiliane nao kwa njia nzuri. Hata watu ambao si wa dini yetu, Qur'an inatuambia wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan, wala msijadiliane na watu wa kitabu ila kwa njia iliyokuwa nzuri. Tena inasema ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmau'izati alhasana, walinganie watu kwa hekima na maneno mazuri. Sikunasihi uende ukasikilize mdahalo kati ya Muislamu na Muislamu waliopishana kidogo mafhumu. Sikunasihi. Takfir, tabdiya, tafsir, yani majina yote ya ajabu ajabu utayasikia pale. Kana kwamba Mtume hakufanya mdahalo au hakuongea na watu wengine ambao hawakumkubali. Mnamjua Abul Walid Utba, alikwenda kumpa ofa Mtume, akamwambia Muhammad, umekuja na jambo kubwa mno, watu wako hawezi kukubali. Sasa nakupa ofa, in kunta turidu bihadha al-amri malan jama'na laka al-amwal hatta takuna akthara minna malan. Niambie unataka nini? Ikiwa lengo lako umekuja unataka pesa, sema Muhammad, takufanyia mchango tuwe wewe ndo tajiri kuliko wote. Wa in kunta turidu mulkan malaknak, kama unataka ufalme pia tutakupa. Wa in kunta turidu jahan sawadnak fala naqta'u al-amra dunak, kama unataka ukubwa
tuambie, sisi tutakuwa hatuhukumu wala hatukati jambo isipokuwa tukuombe wewe kwanza. Wa in kana hadha alladhi yatika riyan au raiyan, kama hichi kinachokujia wewe ni mapepo mabaya, mashetani mabaya, majini, tuambie. Najma'u laka al-atibaa hatta nudawika, tutakutafutia matabibu wote tunaowajua wakupe dawa. Hayo yote Mtume anasikiliza tu. Kwanza hapa tunafundishwa kwamba ikiwa mtu na mwenzake anakhtalifiana naye amsikilize. Husnul istima'. Huyu ujue ni kafiri Abul Walid na yule ni mtume, lakini kasikiliza. Lianna man ahsana al-istimaa ahsana ar-radd. Ukishakuwa msikilizaji mzuri utajua kujibu vizuri. Mpe nafasi. Ndio ihtiramu al-mukhalif au al-khasm, ile tabia ya kumheshimu mpinzani. Hakusema mimi ni mtume, wewe ni kafiri, utaniambia nini wewe? Qur'ani hii inatoka kwa Allah moja kwa moja. Mtume kasikiliza kana kwamba yule bwana na yeye ana haki ya kusikilizwa. Tena akamuuliza swali, aw qad faraghta ya Abul Walid, uliokuja nayo maneno yako yote umemaliza? Mpaka amalize. Hampingi wala hamruki wala kumwambia wewe hujui chochote. Jahili mmoja wewe. Aw qad faraghta ya Abul Walid. Tena anamuita baba yake Walid. Ukumbuke ni kafiri, wewe anaitwa baba yake fulani. Wewe mtu akiitwa baba yake fulani unapata izzatun nafs. Akaniita baba yake fulani. Umemaliza baba yake fulani? Baba yake Walid? Anambia naam. Sasa umemaliza, isma' minni, nisikilize na mimi. Haya. Mtume asema bismillahir rahmanir rahim, hamim, tanzilun minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun, bashiran wa nadhira, fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqr wa min baynina wa baynika hijab fa'mal innana 'amilun. Mpaka akafika fa in a'radu faqul andartukum sa'iqa mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Aliposema maneno hayo Abul Walid akaenda kamkamata mtume mdomo. Basi usije adhabu ikatupata. Karudi kwa wenzake akawaeleza yaliyomkuta. Lakini wamezungumza, mtume kazungumza naye akamsikiliza. Wewe kwa nini hutaki kuwasikiliza wenzako? Unataka rai yako wewe iwe ndo inafuatwa tu. Atake kwenda kinyume na wewe kafir mubtadi. Kwa nini? Lima la tahtaribu al-mukhalif au al-khasm? Kwa nini humpi heshima yake? Kwa nini usimpe majina mazuri? Kwa nini? Kwa nini yahillu laka ma la yahillu li ghayrik? Wenzako wote si halali, kwako wewe ni halali. Wewe tu umepata authority ya kusema hili lile na kuwabandika wenzako majina mabaya. Umepata wapi cheti hicho? Authority hiyo umepata wapi? Na wao hawakupata. Au kama vile alivyosema Sheikh Said Ali Hassan kwamba kibali mmepewa nyinyi tu, wenzenu walipofika ofisi imefungwa. Kwa hiyo vibali vyote mnavyojua. Ndio. Heshimianeni, umoja wa Kiislamu ubakie, udugu ubakie. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Hizi ikhtilaf sio sababu ya kuingia mijini ikawa Waislamu hawapatani. Hawa hawataki kuswali msikiti ule wala wale wasisali msikiti ule, na shekhe wao anawaambia msisali pale, sala zenu zote batil, na wengine wanaambia msiende kule. Wapi yametoka haya? Ikhtilafu ndo zinawafanya watu wasiwe kitu kimoja. Wallahu tabaraka wa taala yaqulu wa biqawlihi yahtadi almuhtadun idha quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qala azza min qa'ilin alim idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله سيد الخلائق والبشر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبي الرحمة وشفيع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمه، وعلى آله ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم ذوي الأصل العريق كأمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن من استحيت عنه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما الزهراء البتول، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس، وعلى بقية العشر المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة: طلحة فياض، والحواري الزبير، وسعد الهدى، وسعيد الخير، وعبد الرحمن الزكي شاكر، وأبي عبيدة الزاهد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر جيوش المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اصلح ولاة المسلمين، خصوصا منهم رئيس زنجبار دكتور حسين علي مويني. اللهم خذ بيده إلى ما فيه الخير والصلاح. اللهم هيئ له بطانة صالحة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، واجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. واكتب اللهم سترك وسلامك على عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين والمعتمرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.